Hii ni Bugoma TV. Habari. Niombe sana chombo hiki cha usafiri ambacho kinakwenda kuanza matumizi yake leo hii, basi ikawe ni mwanzo wa kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za afya katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Iwe pia ni mwanzo wa kuleta ufanisi zaidi katika kusimamia majukumu na kila mmoja kuweza kutimiza majukumu yake bila kufuatwa nyuma kwa karibu au kusimamiwa kwa karibu. Hakika hii ni motisha kubwa. Nategemea kuyaona mabadiliko kwenye utendaji wa kazi zenu. Ninategemea kuona manufaa ya chombo hiki cha usafiri kwenye mabadiliko ya utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi wa mkoa wa Katavi na kumalizika kwa malalamiko mbalimbali ambayo yanatufikia. Mwananchi yeyote anayetoa fedha ya malipo kwa ajili ya huduma za hospitali akatiwe risiti ya serikali inayotokana na mifumo. Wapo pia baadhi ya wananchi wachache wanaolalamika kwamba wanatoa fedha hawapewi risiti, hali inayoleta wasiwasi kwamba labda fedha zile haziingii serikalini, zinaingia kwenye mfuko wa mtu binafsi mwenye tamaa. Rekebisheni jambo hili. Hakikisheni kila mwananchi anapewa risiti yake. Na niwaombe wananchi, unapotoa fedha ya aina yoyote, dai risiti na udai risiti iliyotoka kwenye mfumo wa kielektroniki, ili ujiridhishe kwamba fedha uliyotoa, fedha uliyochangia ni kweli kabisa inaingia serikalini na inaingia kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa wa kuboresha utoaji wa huduma za afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, basi hili ambalo utaenda kulizindua limegharimu jumla ya fedha za Tanzania shilingi milioni 178,620,000 ikiwa ni mapato yetu ya ndani. Ununuzi wa basi hili umefuata taratibu zote za serikali ikiwemo kupata vibali vyote kutoka Wizara ya Afya, Wizara ya Ujenzi, Ofisi ya Waziri Mkuu na Wizara ya Fedha, na limesajiliwa kwa namba za serikali STA 7138. Mheshimiwa mgeni rasmi, bila kupepesa macho, napenda kukuambia kwamba kwa mwaka wa fedha uliopita tumefunga mwaka bila kuwa na deni lolote la mtumishi, na tutafanya hivyo mwaka huu wa fedha pia unaoishia tarehe 30 Juni 2026. Mbali na stahiki hizo za kisheria, uongozi umeenda mbali zaidi kwa kuwapatia motisha watumishi wetu, ikiwemo kuwalipia leseni watumishi wote katika mabaraza yao ili wasitumie fedha zao. Naomba kwa kipekee kabisa niwasilishe ombi moja, ukizingatia hospitali yetu ya rufaa ya mkoa eneo la watumishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna magari mengi kwa sasa ya kusafirisha wagonjwa kama ambulance, lakini na hili gari lingine limeongezeka. Hapa tuna dereva mmoja tu ambaye ni mwajiri wa serikali, wengine wote ni wa mikataba. Mheshimiwa mgeni rasmi, najua uwezo unao na mamlaka unayo. Naomba ikikupendeza, kwa watumishi wao ndani ya mkoa huu, madereva, ikikupendeza, tunaomba tupatie hata dereva mmoja kwa kumsekondi tu hapa, au ikikupendeza hata wawili walau waweze kutusaidia katika shughuli za hapa na pale za uendeshaji wa vyombo vya usafiri, hasa ambulance. Majina anaitwa Dr. Filipo Mwita, daktari bingwa wa upasuaji wa mkojo, lakini pia ni kaimu mratibu wa tiba hospitali ya rufaa mkoa wa Katavi. Kwa kweli tunashukuru kwa ujio wa hili basi, tunaamini kwamba litasaidia sana katika uboreshaji wa utoaji huduma katika hospitali, kwa sababu wafanyakazi wengi wamekuwa wanachelewa kufika katika kituo cha kutoa huduma kwa sababu tu ya changamoto za usafiri. Maana jiografia ya mji wetu na usafiri inakuwa ni changamoto kidogo. Tunaona kwamba kutakuwa kuna impact kubwa sana ya hii ujio wa hili basi, maana watu watakuwa wanaenda kuweza kufika katika hospitali na kutoa huduma kwa wagonjwa wetu kwa muda stahiki. La hospitali ya mkoa wa Katavi ni gharama za usafiri, kwa maana pikipiki, bajaji, gharama kuwa kubwa baada ya mafuta kupanda. Hivyo ilikuwa ni changamoto kwa watumishi namna ya kuweza kupata hizo nauli kuja kazini. Uwepo hili basi kwanza utatupa motisha kwa sisi watumishi, na hivyo itafanya kila mtumishi ahudumie wateja wetu akiwa na moyo thabiti na amani, kwa sababu tutakuwa tumepunguziwa baadhi ya gharama za kiuchumi. Hivyo itawafanya watumishi wote tutoe huduma star kwa wateja wetu. Hii ni Bugoma TV. Habari.